Okay, mtu wa Mungu, kwenye hii session nataka nizungumze na wewe kwa habari ya jinsi ya kuishinda roho ya kukataliwa. Nataka nikuonyeshe namna ya kuivunja na kuweza kuifuta kabisa kwenye maisha yako. Nitaanza kwa kukupatia story halisi ambayo nimekutana nayo hivi karibuni wakati na hudumu. Kuna binti wa miaka 22 alinifuata inbox baada ya huduma, akaniambia, mtumishi wa Mungu, naomba uweze kuniombea. Nikamwambia, una tatizo gani? Akaniambia, nahisi nasumbuliwa na roho ya kukataliwa kwa sababu kumekuwa na changamoto fulani zinatokea tena na tena kwenye mahusiano ambazo zinaonyesha kabisa nina roho ya kukataliwa. Nikamwambia, naomba uweze kunieleza zaidi kwa sababu mimi sina kawaida ya kurush kutaka kumwombea mtu kitu bila ya kujiridhisha kwamba ni kweli tunachodili nacho ndicho hicho kitu. Najua kwa nini? Kwa sababu kwanza lazima uelewe kuna tofauti kati ya roho ya kukataliwa na tabia za kukataliwa. Kuna watu wengi wanahisi kwamba kuna mfumo wa roho ambao umekaa juu yao unasababisha waweze kukataliwa, lakini literally sio hivyo. Wana tabia tu za kukataliwa, ni kwa sababu tu ya ubovu wa tabia zao. Wana kiburi, wavivu, hawaambiliki, hawasikii lolote, hawajui kuheshimu mamlaka. So mwisho wa siku wanajikuta ni kama watu wamewamark kwamba huyu ukikutana naye achana naye kwa sababu hakuna jambo linaloweza kutokea. Lakini huyu binti akaenda mbele, akaniambia, jambo la kwanza, mtumishi wa Mungu, mimi nilikataliwa na baba yangu mzazi. Baba yangu ambaye alikutana na mama na wakafanikiwa kunizaa mimi, alinikataa. Kaambia okay, hicho ni kitu cha kwanza kikubwa. Aliponisimulia maisha ya mama yake na akanieleza jambo moja lilimtokea dada yake, kwamba dada yake kabisa ambaye ameshia mama alimwambia siku moja kwamba kuna mtu anataka kumletea posa. Huyu mtu alikuwa yuko tayari kuja na wazazi wake na watu wake kabisa kuweza kuleta barua ya uchumba kwenye familia ya huyu binti. So wakajiandaa kwa maandalizi yale ya msingi, chakula na nini, lakini wale watu hawakutokea, wakapotelea mitini kwa staili kama hiyo. So nilivyokutana na haya maelezo yote nikajiridhisha kwamba ni kweli huyu mtu anasumbuliwa na roho ya kukataliwa. So nataka nikufundishe vitu kadhaa ili uweze kuelewa kuhusu roho ya kukataliwa. Kwa sababu huyu binti nilimgomea kabisa kutumia tu sababu za mahusiano. Roho ya kukataliwa, jambo la kwanza unaotakiwa kuweza kuelewa, roho ya kukataliwa sio pepo, ni mfumo. Roho ya kukataliwa ni mfumo. Roho ya kukataliwa ni mfumo ambao ukiwa juu yako unaleta matukio ya kukataliwa. So unachotakiwa ukielewa ni kwamba ulimwengu wa roho unaoperate kwenye kanuni, vigezo na utaratibu. Na ulimwengu wa roho ni mojawapo ya maeneo ambayo yanatambua na kuheshimu sana itifaki ya kiutawala. Moja kati ya kosa ambalo unaweza ukalifanya ukiona deal na vitu kama hivi ni kudeal na kitu ambacho ni mfumo alafu ukadeal nacho kama roho. Ukadeal nacho kama pepo. Kudeal na kitu ambacho ni mfumo alafu ukadeal nacho kama pepo, utakuwa umekosea. Kwa nini? Kwa sababu ulimwengu wa roho uko kiitifaki. So jambo la kwanza unaotakiwa kulielewa sawa sawa, roho ya kukataliwa sio pepo. Hakunaga pepo la roho ya kukataliwa. Kuna mfumo wa kiroho ambao ukiwa juu ya mtu unaleta kila hali ya kukataliwa. Huyu mtu anaweza akakataliwa kwenye kila eneo. Atakataliwa kwenye mahusiano, atakataliwa kwenye kazi, atakataliwa kwenye maisha, watu watamkataa. Inaweza ikafika mbali mpaka yeye mwenyewe akajikataa. Na nishai kusikia kuna watu inatokea mpaka ardhi ambayo anafanya project zake, maybe kilimo, anafanya ujenzi, ardhi inakuwa imemkataa. Ni mfumo ambao unatengeneza tabia na matukio ya huyu mtu kuweza kukataliwa kwenye kila kitu. Ukisoma kitabu cha Waefeso sura ya 6 mstari wa 12, kuna kitu cha msingi hapa unaweza ukakiona. Maandiko yanasema, kwa maana kushindana kwetu sisi si juu ya damu na nyama, bali ni juu ya falme na mamlaka, juu ya wakuu wa giza hili, juu ya majeshi ya wapepo wabaya katika ulimwengu wa roho. Kwa maana kushindana kwetu sisi
si juu ya damu na nyama. Angalia vitu tunavyoshindana navyo sasa. Bali juu ya falme na mamlaka, ni safu ya kwanza. Juu ya wakuu wa giza hili, safu ya pili. Na juu ya majeshi ya pepo wabaya katika ulimwengu wa roho. Kwa hiyo kuna vitu vinaitwa falme na mamlaka, ndio hii mifumo. Na unapokuwa una deal na kitu kama roho ya kukataliwa, una deal na falme na mamlaka, una deal na kitu ambacho kina utawala fulani, una deal na mfumo ambao ukikaa juu ya mtu unakuwa umetawala maisha yake. So ukideal na kitu kama hiki, kama unaondoa pepo, unakuwa umekosea, unakuwa hujadili nacho kabisa, unakuwa hujakipata. Kitu kama hiki unakiondoa kimfumo, unakiondoa kiutawala, kwa sababu chenyewe ni cha utawala, kinaondoka kimfumo, kinaondoka kiutawala. Ulimwengu wa roho unavyofanya kazi ni mamlaka kwa mamlaka, sadaka kwa sadaka, tamko kwa tamko. Hauwezi ukaondoa pepo kwa namna ya kuondoa mfumo, wala hauwezi ukaondoa mfumo kwa namna ya kuondoa pepo. Hilo ni jambo la kwanza ambalo natakiwa kuweza kulijua. So vitu kama hivi viko vingi sana, na sio tu roho ya kukataliwa. Kuna roho ya umaskini, kuna roho ya utasa, kuna roho ya uzinzi, kuna roho ya madeni. Kuna vitu vingi ambavyo ni mifumo, na kosa kubwa ambalo watu wengi wamekuwa wanalifanya miaka nenda rudi ni kudeal na hivi vitu kama wana deal na pepo. Jambo la pili unaotakiwa kuanza kulitambua ni kwamba ili mapito anayopitia mtu yathibitike kuwa ni roho ya kukataliwa, ili hicho kitu ambacho anakipitia mtu kiweze kuthibitika kwamba ni roho ya kukataliwa, lazima kuwe na record ambayo inajionyesha hiki kitu kimetokea sio mara moja kwake, na inawezekana kikawa kimetokea zaidi tu ya kwake. Mfumo kama huu hauwezi ukawa umemshambulia mtu mmoja. Ndio maana huyu binti, baada ya kunieleza kilichotokea kwa dada yake, kunieleza experience ya maisha ya mama yake, na alivyoniambia baba yangu alinikataa, nikaelewa kwamba huyu binti ni kweli anayesumbuliwa na mfumo wa kukataliwa. Roho ya kukataliwa iko juu ya maisha yake. So usiwahi kuhisi kwamba roho ya kukataliwa itaonekana tu kwa tukio moja. No. Sometimes inawezekana ikawa ni mtu tu ametemwa na mfumo, amekataliwa tu na watu, lakini sio tatizo kwamba anasumbuliwa na roho ya kukataliwa. Lakini kama kuna track record ambayo inajionyesha hiki ambacho huyu mtu anapitia, amepitia mama yake, amepitia dada yake, wamepitia kaka zake, wamepitia watu wake, hiki kitu kikiwa kinaonyesha, kinajirudia rudia tena na tena, maana yake huyu mtu anasumbuliwa na hiyo roho ya kukataliwa. Lazima kuwe na matukio zaidi ya 2 matatu. Lazima kuwe na usumbufu unaotokea sio tu eneo moja, inawezekana yakawa maeneo mengi. Lazima pia muda mwingine iwe ni zaidi ya mtu mmoja. Kwa hiyo kama wewe sasa hivi ukipima maisha yako, unagundua kuna hali fulani ambayo haijawahi kuondoka kwa wazazi wako, haijawahi kuondoka kwa ndugu zako, na haijaondoka kwa. Inawezekana wewe sasa hivi umesongwa na madeni na unajaribu kila namna, kila akili ulionayo uweze kuchomoza kwenye hayo madeni. Lakini ukizoom vizuri unakuja kugundua kinachotokea kwako ndo kimetokea kwa ndugu zako, ndo kimetokea kwa wazazi wako, ndo kimetokea kwa watu wengine. Sikiliza nikwambie, unachodili nacho sio tu madeni, ila ni roho ya madeni. Inawezekana kukawa na roho ya madeni ambayo imekuvaa, na hiyo ndio ambayo inasababisha uweze kurudi kwenye kukopa tena na tena. Nishawahi kukutana na mtu mmoja ambaye huyu mtu amekuwa anasumbuliwa na madeni, lakini kuna interval kama 3 aliwahi kupata pesa mamilioni, zaidi ya milioni 30, ambapo kama angeamua kulipa madeni alionayo, angekuwa amelipa madeni yote na kubaki na change ya kutosha ambayo ingemwezesha kufanya maisha. Unajua nini kimetokea? Huyu mtu mara zote anapopata pesa anajikuta anafanya matumizi ambayo yeye mwenyewe ukija kumuuliza hata hakumbuki ni nini na nini alifanya na kwa nini alivifanya. Na mwisho wa siku pesa inaisha, madeni yanaongezeka badala ya kupungua. Kadiri ambavyo anapata pesa, madeni yake yanakuwa yanaongezeka badala ya kupungua. Huyu mtu adeal na kitu cha kawaida, ana deal na mfumo wa madeni. Jambo la tatu unaotakiwa kulielewa ni kwamba hiki kitu kinaondolewa kwa kanuni za kivita.
lazima ihusishwe vita ya kiroho. Na hii vita ya kiroho haitapigwana tu kienyeji, lazima uweze kusuka mkakati ambao utakusaidia kuweza kukiondoa hiki kitu. Awamu ya kwanza utakuwa na kazi ya kuikomesha hilo, kuivunja hilo na kuisambaratisha kabisa. Awamu ya kwanza itakuwa ni awamu ya kutumia mamlaka kuisambaratisha hilo. Unatumia mamlaka ya jina la Yesu, unatumia mamlaka ya damu ya Yesu kuvunja hii ngome. Sasa ndio hapa tunapokuja kwenye yale maombi ambayo yanahusisha vita za kiroho. Unatakiwa kuelewa my friend, kuna baadhi ya vitu unaweza ukaviombea mara moja. Ukachukua lisaa lako limoja, ukachukua nusu saa, ukachukua masaa mawili, ukaingia kwenye chumba cha maombi, ukadili na hivyo vitu na ukatoka ukawa umemaliza. Lakini yako baadhi ya maombi ambayo yanakuwa yana interval ndefu. Hebu naomba kwanza nikuonyeshe. Unaposoma kitabu cha Wafalme wa Kwanza, nisikupigie tu story hapo ukaona mtumishi wa Mungu apostle ananipigia story nyingi sana. Wafalme wa Kwanza sura ya 18. Naamini ile andiko liko kuanzia mstari wa 41 mpaka 46. Wafalme wa Kwanza sura ya 18 kuanzia mstari wa 41 mpaka 46. Maandiko yanasema hivi: naye Elia akamwambia Ahabu, haya, inuka ule unywe, kwani pana sauti ya mvua tele. Hii ilikuwa ni baada ya ukame wa miaka 3. Mtumishi wa Mungu nabii Elia alisikia kwenye maono, alipata revelation kwamba mvua inakaribia kurudi. Anasikia sauti ya mvua. Sasa anamwambia mfalme wa taifa kwamba inuka ule unywe. Kwa nini? Kwa sababu ukame unakaribia kuondoka. Mstari wa 42. Basi Ahabu akainuka ili ale chakula, naye Elia akapanda juu mpaka kilele cha Karmeli, akasujudu kifudifudi, akainama mpaka uso magotini. Akamwambia mtumishi wake, kwea sasa ukatazame upande wa bahari. Akakwea, akatazama na kusema, hapana kitu. Naye akanena akamwambia, enenda tena mara 7. Naomba nikufafanulie kidogo. Elia alimwambia mfalme kwamba mvua inakaribia kuja, ukame wa miaka 3 unakaribia kuisha, inuka ule. Alipomaliza akainuka, akaenda eneo lake la maombi kwenye mlima wa Karmeli, akapanda, akaanza kupiga prayer, kutafuta hiyo mvua ambayo ameisikia. You see that? Kosa kubwa ambalo watu wengi huwa wanalifanya wakishapata revelation kwamba kuna uponyaji unakuja. Nimesikiliza neno la Mungu na nimeshawishika, kile kilichokuwa kinawatesa wazazi kinakaribia kuisha, kile kilichokuwa kinanisumbua kinakaribia kuisha. Amepata tu ufunuo. Huyu mtu anaondoka as if kile kitu kimetimia. Watu wanaoelewa kanuni za kiroho kama Elia alisema, baada ya kusema tu kuna sauti ya mvua, mvua haijaja, akatoka akaingia kwenye chumba cha maombi, akasukuma prayer, then akamwambia mtumishi wake, nenda kaangalie. Mtumishi anarudi anamwambia hakuna kitu. Maana yake nini? Mzigo wa prayer uliopiga haujazaa kitu, hamna kitu chochote. Elia akamwambia hivi, sikiliza, nenda tena mara 7. Sasa Biblia haijatuambia mara 7 alienda ndani ya siku moja au mara 7 ilikuwa mara moja kwa siku, lakini I assume kwa uzito wa hili jambo ambao alikuwa na deal nalo, kuondoa ukame wa miaka 3 kwenye nchi sio jambo jepesi, sio jambo la mchezo. I assume hii ilikuwa ni mara moja kwa siku. Kwa hiyo huyu mtumishi wa Mungu alimpa assignment msaidizi wake aende mara moja kwa siku. Kwa hiyo ina maana huyu mtumishi alishadumu kwenye maombi siku ya kwanza, then kuna siku nyingine 7 zikaongezeka kuendelea kuitafuta ile ahadi ambayo ameisikia kwenye moyo wake, kuendelea kuitafuta ile ahadi ambayo ameipata kupitia neno la Mungu, kuendelea kutafuta ule mpenyo ambao ndani ya moyo wake ameshawishika. Angalia kinachotokea mstari wa 44. Maandiko yanasema, ikawa mara ya 7 akasema, tazama, wingu linatoka katika bahari, nalo ni dogo kama mkono wa mtu. Akanena. Naomba niweke pause hapa kwanza. Huyu mtumishi alipoenda mara ya 7 akasema kuna wingu dogo linaanza kujisuka, ni kama mkono wa mtu, ni kama tu ngumi.
wingu fulani dogo tu kama mkono wa mtu. Elia akamwambia, enenda ukamwambie Ahabu, tandika ushuke, mvua isikuzuie. Ikawa muda si muda, mbingu zikawa nyeusi na mawingu na upepo, ikanyesha mvua nyingi. Ahabu akapanda garini akaenda zake mpaka Yezeli kwa mkono wa Bwana uliokuwa juu ya Elia, akajikaza viunoni, akapiga mbio mbele ya Ahabu mpaka akaingia Yezeli. So kinachoonekana ni kwamba kulikuwa kuna jambo ambalo inawezekana ikawa ni tatizo kama ambalo wewe unakabiliana nalo. Mtumishi wa Mungu Elia alikuwa anaelewa kwamba protocol za ulimwengu wa kiroho, unapokuwa una deal na kitu ambacho ni kizito, hautakiwi kuwa na maombi ya bla bla. Unatakiwa kufunga mkanda, kuingia kwenye chumba cha maombi, kuzama deep, kuweza kukitafuta hiki kitu ambacho kimekuwa kikiharibu hatima yako, kikiharibu familia, kikishambulia uchumi, kikitesa ndoa yako. So Elia alidumu kwenye chumba cha maombi takribani siku kama 8 mpaka alipoona dalili sasa kuna wingu. Lakini ngoja nikuonyeshe kitu cha ajabu. Do you know kwamba Elia alipo mwambia mtumishi wake, okay, baada ya kuona wingu, nenda kamwambie mfalme kwamba ule ushuke uondoke, mvua isije kukukuta, yeye akuondoka kwenye chumba cha maombi. Maandiko hayaonyeshi kwamba Elia aliondoka. Maandiko yanaonyesha Elia aliendelea kudumu mpaka mvua ilipoanza kunyesha, ndo Elia akachomoka pale. So awamu ya kwanza ya kuweza kudili na hii kitu, unatakiwa kuingia kwenye chumba cha maombi, aggressive, very serious, kwenda kuvunja hiki kitu, kwenda kupasua hiki kitu, kwenda kukisambaratisha hiki kitu. Sasa utajueje umekivunja hiki kitu? Ndani ya moyo wako utasikia tu signal. Do you know kwamba unapoingia kwenye chumba cha maombi kuna mzigo unakuwa uko nao, kuna uzito fulani unakuwa unaufeel, kuna kitu fulani unakuwa unakisense ndani ya spirit yako kwamba there is something I'm dealing with. Ukikimaliza kile kitu utasikia ndani kuna wepesi umepatikana. Pale unapoanza tu kusikia wepesi, hicho kitu kimeisha. So sijajua wewe itakuchukua siku ngapi. Itakuwa ni siku moja kufanya maombi ya masaa 2, masaa 6, masaa 12. Inaweza ikawa utachukua mkakati wa siku 3, unaweza ukachukua mkakati wa siku 7, inaweza ikawa ni mkakati wa siku 21. Siku zozote utakazozichukua lazima uweze kudili na hii kitu kwa kumaanisha. Awamu ya pili, baada ya kuvunja huu mfumo, awamu ya pili kinachofuata ni kuweza kuweka mfumo mwingine, kupanda mfumo mwingine. Hili ni jambo la msingi unaotakiwa kulielewa. Ulimwengu wa roho hauna uwezekano ukaruhusu eneo likakaa empty. Lazima kuwe kuna mamlaka inayotawala kwenye hilo eneo. Ulimwengu wa roho always uko occupied. Bila kujali unakuwa occupied na nguvu za giza au nguvu za nuru. Kwa hiyo kama utafanikiwa kuvunja roho ya kukataliwa, ukaipasua, ukaisambaratisha, then ukaondoka bila kupanda roho ya kibali, bila kuwekeza kuweza kutengeneza mfumo wa kibali kwenye maisha yako, utakuwa hujafanya kitu. Utakuwa hujaondoa kitu kabisa. Kitakachofanyika ni kama, can you imagine, mtu ana eneo lake, let's say ni kiwanja, alafu anataka kukifanyia mradi, lakini kwa sababu anasema sasa hivi sina pesa, anaondoka. Amenunua kile kiwanja, anasema nataka kujenga ghorofa, ameondoka. Miaka 2 akirudi atakuta pale kuna miba na kuna machipukizi, pengine hata ya miti yameanza kuota. Akikaa miaka 5 anaweza kukuta kuna poli zito, akakuta na kuna nyoka na vitu vingine vishaanza kuishi. Atavikata vile vitu. Asipofanya lolote pale kupanda kile alichotaka kukipanda, akaondoka tena, atarudi atakuta kuna vitu vingine kama hivyo. So ulimwengu wa roho ni always uko occupied. Kwa hiyo kama ukifanikiwa kuvunja mfumo kama huu, kinachofuata ni kuweza kupanda mfumo wa kibali, kuweza kutengeneza connection ya Mungu, kuweza kutengeneza mfumo wa kuweza kupanda neema ya Mungu, baraka zianze kuingia kwenye maisha yako namna hiyo. So unatakiwa kuweza kufanya kitu kama hicho. So unaweza ukawa umenisikiliza lakini hujanielewa vizuri. Unaniuliza, nitajiweje nina roho ya kukataliwa? Dalili ambazo zinaweza zikanionyesha nina roho ya kukataliwa ambayo imenikamata, dalili zake ni zipi? Naomba nikupe dalili kama 5. Nikipata neema naweza nikakuongezea. Dalili ya kwanza
ni unaweza ukajikuta unakosa msaada kwa watu wako wa hatima. Unakosa msaada haswa kwa watu wako wa hatima. Mungu kwenye utendaji kazi wake, kila mtu alimpa watu wa hatima. Alimpa watu ambao wanaweza wakafanyika msaada kwenye maisha yake. In a very moment huyu mtu analitimiza kusudi la Mungu, anaishi mapenzi ya Mungu, anapiga mbio kuelekea hatima, kutimiza ndoto yake, kutimiza malengo ambayo Mungu amemwamini nayo. Watu wa hatima lazima wainuke kuweza kumsupport. Kinachotokea kwako kama watu wanakukataa, watu wanakutenga, wanaona unapata shida, uwezo wanao lakini hawanyooshi mkono kusaidia, ni dalili pengine kuna kitu ambacho sio cha kawaida kinakusumbua. Dalili ya pili, unaweza ukajikuta unasalitiwa sana, unaonewa mno bila sababu ya msingi. Roho ya kukataliwa ikiwa imekuvaa, unaweza ukajikuta unasalitiwa na kila mtu. Kila mtu anataka kukuonea. Can you imagine? Mnakaa let's say mtaa mzima una maduka zaidi ya 20. Alafu kuna mtu mmoja kila siku yeye ndo anakutana na wizi, kila siku yeye ndo anakutana na vibaka, kila siku yeye ndo anakutana na mambo meusi ajabu ajabu yanayoleta vikwazo kwenye biashara yake. Roho ya kukataliwa ikiwa juu yako, mfumo huu wa kukataliwa ukiwa juu yako, unaweza ukasababisha wezi watamani kukuibia tu wewe. Yale mabaradhuri ya mjini yatamani tu kukutendea wewe udhalimu. So roho ya kukataliwa inaweza ikasababisha ukajikuta huko kwenye kusalitiwa sana. Utasalitiwa na ndugu, utasalitiwa na marafiki, utasalitiwa na mpenzi, utasalitiwa na business partners. Kila mtu atakuwa msaliti kinyume na wewe. Roho ya kukataliwa ikiwa kwenye biashara yako, huwezi ukapata wateja. Utafanya matangazo sana, utaweka bidii sana, utafanya ubunifu sana. Mwisho wa siku hakutakuwa na kitu unachokiuza, hakutakuwa na bidhaa inayoenda. Kwa nini? Kwa sababu kuna mfumo wa roho ya kukataliwa umekaa kwenye biashara yako. Roho ya kukataliwa ikiwa kwako, unaweza ukajikuta umefikia hatua mpaka ardhi na kukataa. Unaanzisha project ya ujenzi, inastaki njiani. Unapanda mahindi, shamba halikui. Akiweka mtu mwingine vinatoka. Mtu mwingine unaambiwa bwana, hapa kuna mtu kabla yako alikuwaga anapata gunia 60. Wewe umeenda hata 5 kuvuka haiwezekani. Kila ujanja unajaribu, kila kitu unajaribu. Inawezekana ni roho ya kukataliwa imekuvaa. Na sehemu ambayo roho ya kukataliwa inapenda kujifunua vizuri ni kwenye mahusiano. Roho ya kukataliwa ikiwa kwako, utajikuta unasota sana kwenye mahusiano. Unasota kuliko kawaida. Kama wewe ni binti, unaweza ukaitafuta ndoa usiku na mchana na isipatikane. Kama wewe ni kijana, unaweza kila ukawa unajitahidi approach na kuapproach, unaimba Viswahili, unaimba Kiingereza na kuongeza Kijaluo, ngoma bado ina bounce. Kwa nini? Kwa sababu kuna mfumo wa kiroho ambao umesababisha uweze kukataliwa. So unaweza ukaniuliza, mtumishi wa Mungu, nimeshajua, nawezaje kufuta hilo ya kukataliwa? Ni nini ni hatua za kuweza kufuta huu mfumo wa roho ya kukataliwa? Hatua ya kwanza, unatakiwa kumpokea Kristo kuwa ni Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Alafu kupokea hiyo neema na kila reward inayopatikana kwenye wokovu. Do you know kwamba wokovu ni package ambayo ikiingia kwenye maisha yako, sio tu unakuwa unasema nimemkiri Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yangu afu basi. Unapata wokovu wa roho yako, wokovu wa nafsi yako, wokovu wa akili yako na wokovu wa kila kitu kinachokuhusu. Kila kifungo kilichopo kwako kwa kumpokea Yesu, kwa kumkiri Kristo kuwa ni Bwana na Mwokozi wa maisha yako na kuanza kuifuata ile njia ya wokovu, kila kifungo kinapoteza mamlaka ya kuwa kwenye maisha yako. Angalia kitabu cha Petro wa kwanza, sura ya kwanza mstari wa 18 mpaka 19. Maandiko yanasema, nanyi mnafahamu kwamba mlikombolewa. Nanyi mnafahamu kwamba mlikombolewa. Sio mtakombolewa, mlikombolewa. Ukombozi ulishapatikana, si kwa vitu vyaribikavyo kama fedha au dhahabu, mpate kutoka katika mwenendo wenu usiofaa mliopokea kutoka kwa baba zenu, bali kwa damu ya thamani kama ya mwanakondoo asiye na ila, asiye na waa, yaani Kristo. Wokovu umekuletea ukombozi. Wokovu unapoingia kwenye maisha yako,
kila roho, kila mfumo uliokuwa unakutawala hapo kabla, hapo nyuma, unapaswa kuweza kuseparate. Sasa inawezekana wewe umeshampokea Kristo, umeshaitambua neema ya wokovu kwenye maisha yako, lakini hivi vitu bado vipo. Nataka nikwambie, kinachotakiwa kufanyika ni kuanza kudai hayo matokeo, kujifunza jinsi ya kutumia mamlaka ya jina la Yesu, mamlaka ya damu ya Yesu kuweza kuvunja hii mifumo na kujaribu kutoka kwenye maisha yako. Njia ya pili ni kukua kwenye safari yako ya wokovu. Kukua, growing kwenye safari yako ya wokovu. Ukitaka kuvunja hii mifumo, the best and the easiest way ni kutengeneza ukomavu kwenye safari yako ya wokovu. Watu wengi wanasumbuliwa na vitu ambavyo kimsingi tayari vimeshaondolewa kwenye maisha yao. Kwa nini wanasumbuliwa? Kwa sababu hawana ukuaji. Mtoto, kitu kinachomfanya aweze kunyimwa baadhi ya vitu, aweze kushindwa kuweza kuvifikia, awe chini ya uangalizi, ni kwa sababu bado hajakua. So, kitu cha pili kitakacho kuweka huru, kitakacho kusaidia kuvuka hii mipaka ni ukuaji kwenye safari yako ya wokovu. Baada tu ya kuokoka, haiishii kwamba ukawa mshirika tu wa kwenda kanisani kila siku ya Jumapili. Kinachofuata ni wewe kuwa mkuaji na ukuaji kwenye wokovu. Angalia kitabu cha Wagalatia sura ya 4 mstari wa 1, maandiko yanasema, lakini nasema ya kuwa mrithi wakati wowote awapo mtoto hana tofauti na mtumwa, ingawa ni bwana wa yote. Maana yake ni kwamba kama hautakulia kwenye safari yako ya wokovu, kuna vifungo vitabaki, kuna mateso yatabaki, kuna milango ambayo itakiwa ifunguke haitafunguka, kuna vitu itakiwa umeshakabidhiwa hautakabidhiwa. Kwa nini? Kwa sababu wewe ni mtoto. Tunapoongelea ukuaji sasa tunaongelea nini? Soma neno la Mungu. Soma neno la Mungu, jijaze na neno la Mungu. Kama unataka kuwa na ukuaji kwenye wokovu, tengeneza muda wa kulipata neno la Mungu. Hakikisha neno la Mungu linaingia kwenye mfumo wako kiasi cha kutosha. Jambo la pili, dumu katika maombi. Patikana kwenye chumba cha maombi. Kama unataka kukua kwenye wokovu wako, tengeneza kawaida ya kupatikana kwenye chumba cha maombi. Jambo la tatu, hakikisha unahusisha sadaka na matoleo kwenye maisha yako. Madhabahu yenye nguvu, madhabahu yenye majibu ya Mkristo ina vitu vitatu. Lazima iwe na neno, lazima iwe na maombi, lazima iwe na sadaka. Ukiwahi kuneglect kimoja wapo kati ya hivi vitu, utajikuta unapata matokeo lakini yanakuwa hafifu, hayana nguvu. Jambo la 4, utumishi nyumbani mwa Bwana. Lazima uwe na mchango kwenye mwili wa Kristo. Lazima uwe na mchango kwenye kanisa unalopatikana. Lazima uwe na sehemu katika ufalme wa Mungu. So, ukiwekeza kwenye hivi vitu 4 unakuwa. Na ukianza tu kupractice utaanza kushangaa. Automatically unaingiza mfumo wa baraka kwenye maisha yako. Usiwahi kusherekea kwamba umefanya tu maombi ya kuvunja hilo. Lakini sherekea pale ambapo utakuwa umeivunja na kutengeneza muda wa kuweza kuipalilia neema ya Mungu kufanya kazi kwako, baraka kuhusika na maisha yako. Ndivyo ambavyo unajikuta umeondoka kabisa kwenye huu mfumo. Na njia ya 3 ni kushughulikia kile kitu ambacho kimekuwa kinakuangusha tena na tena. Unajua, mojawapo kati ya sababu inayosababisha hayo mateso yasiondoke, maana yake kuna kitu bado hakijashughulikiwa. Mapigo ya kujirudia, mateso ya kujirudia, kuendelea kuzunguka kwenye eneo lile lile, maana yake kuna kitu bado hakijashughulikiwa. Sometimes hiki kitu kinaweza kikawa sio tu cha kiroho, kimemanifest mpaka kimekuwa kitu cha kimwili. Inawezekana kuna tabia fulani, inawezekana kuna mwenendo fulani, inawezekana kuna kawaida fulani, inawezekana kuna mazoea fulani ambayo bado yanaendelea kuleta shida. So, ukiinuka na ukadili na hivi vitu, utajikuta umeshinda hii kitu, umeshinda hii hali na umekuwa mtu huru. Mtu wa Mungu, Mungu ana jambo na wewe. Sio bure umefika mpaka hapa mwisho kuweza kusikiliza hii session. Hebu kama huyo mtu ni wewe ambaye amesumbuliwa na hiyo roho ya kukataliwa, naomba ufumbe macho yako sahihi ili niweze kutamka neno
la uponyaji kwa ajili yako. Funika tu macho yako. Baba, katika jina la Yesu, kwa mamlaka ulionipa kama mtumishi kwenye ufalme wako, kwa mamlaka ulionipa kama mtumishi kwenye ufalme wako, kwa nguvu ya jina la Yesu na mamlaka iliyo kwenye hiyo damu, ninavunja kila roho inayoshambulia maisha ya huyu mtoto wako. Kila roho, kila nguvu za uovu, kila nguvu za giza ambazo zinafanya kazi kinyume na hatima yake, ninaziharibu kwa mamlaka ya jina la Yesu. Kwa mamlaka ya jina la Yesu, ninaivunja na kuisambaratisha roho ya kukataliwa kwenye maisha yake, roho ya kukataliwa kwenye kazi yake, roho ya kukataliwa kwenye mahusiano, roho ya kukataliwa kwenye biashara, roho ya kukataliwa kwenye miradi. Kwa mamlaka ya jina la Yesu, ninasambaratisha kila mapando ya adui yaliyosababisha huyu mtu akataliwe, yaliyosababisha huyu mtu apingwe, yaliyosababisha huyu mtu ateswe, yaliyosababisha huyu mtu aweze kusalitiwa na kujikuta kila siku yeye ni mateka kwenye mifumo ya watu wengine. Kwa mamlaka ya jina la Yesu, ninamtangazia mtoto wako huyu kupokea uhuru wake, kupokea uponyaji wake kwa mamlaka ya jina la Yesu. Mtu wa Mungu, amini kwamba imekuwa. Amini kwamba imekuwa. Kama utakuwa una uhitaji zaidi wa kuweza kuniona inbox kwa ajili ya mambo mbalimbali, ushauri, maybe labda kuna kitu ambacho unahisi bado hakijatatuliwa, unaweza ukanitafuta kwenye namba ya WhatsApp 0654 974887 0654974887. Hii namba ni namba ya WhatsApp. Ukinicheki kwenye hii namba ukanitumia ujumbe mfupi, nieleze tu kwa ufupi, naweza nikakujibu right away na Mungu atakubariki. Be blessed, mtu wa Mungu, uendelee kuwa salama.